Nilikuwa nimejiandaa kuchangia kwa dakika 10, lakini tazingatia maelekezo ya kiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo tunayochangia hapa ni mambo ambayo ama tumekutana nayo au tunapata kutoka kwa wananchi wetu katika maisha ya kawaida. Kwa Mheshimiwa Waziri wa Afya, la kwanza ningependa niseme tu kwamba umekuwa unafanya kazi nzuri na jimbo la Tarime vijijini umeacha alama tangu ulipofanya ziara ukiwa waziri wa maliasili. Kwa wabunge wengi hawana wasiwasi na uwezo wako, mahali popote ambapo umepelekewa wewe umekuwa kurudoza na umefanya kazi nzuri. Naomba sasa unisaidie. Sisi wabunge hapa tuna bima, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti unaanza kujitetea wewe mwenyewe alafu unaenda maeneo mengine. Wabunge hapa tunapata huduma ya bima kwa maana ya mbunge, mke au mume na watoto. Wazazi wetu hawamo kwenye ile bima. Nimekaa hapa kipindi chote sijapata maelezo ya maana kwa nini wabunge wazazi wetu hawatibiwi na bima hii ambayo tunapata hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wako wabunge hapa vijana, wengine hawajaolewa, wengine hawajaoa, wengine ni wagane na wengine ni wajane. Na watu ambao wana wazazi wao ambao watoto wao hao vijana walipo mbungeni, ikiwepo na mimi. Wazazi wetu walilima kahawa, wakawinda wanyama, tukasomeshwa. Lakini mzazi anaugua, mbunge anahangaika na mzazi wake. Hili jambo limeleta taharuki katika familia. Ningeomba Mheshimiwa Waziri uniambie ni sababu gani imezuia wabunge wazazi wetu wasitibiwe kwa bima zetu? Hilo la kwanza. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, wagonjwa kienda hospitalini wanaenda kumwona mgonjwa, kuna kitu kinaitwa consultation fee. Yaani ili mganga msikilize analipia. Lakini mgonjwa huyu akishamaliza kupata maelezo ya daktari, anaenda pale dirishani anatakiwa changia gharama ya matibabu, fedha ile ameshamaliza. Hivi ni kwa hawa watumishi madaktari hawa wanalipwa na kodi za Watanzania hawa. Ni sawa na walimu, sawa na watumishi wengine. Kwa nini mgonjwa alipe fedha ndio aelezwe mgonjwa wake? Kwa nini sigeuzwe? Mgonjwa akishaelezwa ugonjwa wake aende dukani, fedha alionayo achangie matibabu. Kwa hiyo ningeomba jambo hili Mheshimiwa Waziri pia uliangalie. Jambo la tatu, jimbo la Tarime vijijini watumishi waliopo ni 36.9. Zaidi ya 60% hakuna watumishi katika maeneo yale. Tuna vituo vya afya kama Mtana miaka 3 sasa, Bumera, Sirali, Magoma, Gibaso, Kerende. Hivi vituo vyote vya afya vimekamilika, ni majengo yako pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanaishi buibui. Ningeomba waziri nisaidie namna ya kufanya kazi. Kituo cha afya kisifanye kazi ya zanati na wananchi wa Tarime vijijini wasiendelee kuangalia majengo baada ya kupata huduma. Jambo la 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali ya rufaa ya Msoma kwa baba wa taifa, tunapozungumza kuna mkataba uliingia mwaka 2024 wa bilioni 14. Mkandarasi amelipwa bilioni 4 tu. Majengo ambayo yanatakiwa kujengwa pale ni majengo muhimu sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Yaani kule hakuna huduma ya macho, hakuna huduma ya meno, hakuna huduma ya mionzi, odi za wagonjwa, mkandarasi afanye kazi hajalipwa. Mheshimiwa Waziri, tunaomba utoe hadhi na heshima kubwa kwa mkoa wa Mara. Wagonjwa mkoa wa Mara wanatumia gharama kubwa kwenda Bugando na kuja siku hizi Benjamin Mkapa na kwenda Muhimbili kwa sababu ya huduma hizi. Yule mkandarasi Prince Limited apewe fedha yake ili hospitali ikamilike. Na mnapozungumza utalii wa kimatibabu ni pamoja na mkoa wa Mara. Ukishatibiwa umeshapona, kabla ya kurudi ulikotoka unaenda Butiama wa baba taifa, unaangalia mandhari alafu unarudi kwao. Kwa hiyo naomba tusaidie kwenye huduma hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, waziri ana mipango mizuri ya kuiboresha Muhimbili. Mimi sina shida na hiyo. Lakini namshauri mkiweza kupeleka huduma hizi, magonjwa mengine ni kwenye zanati ya kawaida tu. Unaenda kwenye zanati, hata ule mzani wa kupima mtoto tu uzito wake haupo. Hata mabenchi hayapo. Boresheni huduma kwenye zanati, boresheni huduma kwenye kituo cha afya, boresheni huduma halmashauri za wilaya, boresheni huduma za hospitali za rufaa za mikoa. Msongamano wa hospitali kubwa hizi utapungua Mheshimiwa Waziri. Ukifanya hivyo utasaidia Watanzania walio wengi, na tunakushukuru sana kwa kazi. Nimeanza kusema wewe hujawahi kushindwa kwenye wizara yote, unafanya kazi nzuri. Lakini tusaidie kutoa huduma ambayo ni nzuri. Na hospitali ya Muhimbili tunaunga mkono kuboreshwa. Tumeenda nchi zingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeshauri Mheshimiwa Waziri, pamoja na majengo ya magorofa, wekezeni kwenye utaalamu ubobezi. Wekezeni kwenye vifaa tiba katika maeneo yetu. Watu hata kama itakuwa chini ya mti, lakini kifaa kifanya kazi
watu wakapata huduma matibabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, utakuwa umeacha alama Mheshimiwa Waziri kwa Watanzania, na utakuwa Mheshimiwa Waziri utamsaidia Mheshimiwa Rais kusaidia huduma za Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo naunga mkono hoja. Asante sana. Asante Mheshimiwa kwa mchango wako. Nilimtaja Mheshimiwa Johannes